Hiyo ndo habari hiyo. Tumefahamiana vizuri Sasa kupitia jambo hili ikhwa, kuna kijiamali hichi itakiwa kifanyike, na kila mmoja atakayetoka hapa zawiani, basi miongoni mwa faida za busat, wallahi hapa ondoke nayo. Hizi ni amali za usiku. Imam Shafi asema man talaba al-ula, anayetafuta mambo makubwa na cheo, basi usiku tu, yani usiku ndo siri zote. Uthman Maiko kuna amali anaifanya sana, wiki hii niliifanya. Jambo la kwanza, unaamka. Hii ni ilmu tunatoa mpaka kwa hao wenzetu walokuepo huko mtandaoni, wazichukue hizi. Zichukue, rudisha kaseti zako mara kadhaa, sikiliza uzuri. Wewe unaona mchezo bwana, usifanye mchezo. Yani ukiona mchezo, basi leo siku hairuhusu, lakini ingeruhusu aisee, ningepiga simu mngeshangaa kweli kweli. Yani ningepiga simu kwa baadhi ya watu wamefungua makampuni kwa adhkari hizi, wamefanikiwa kwa adhkari hizi, na ningepiga simu ningesema tu, sema sitaki kuchoresha watu, nimwambie bwana wewe nimekuelekeza ile nyiradi yangu, ulifanikiwa hujafanikiwa? Shekhe nilifanikiwa. Alafu zawadi yako ulinipa nini? Utasikia nilikupa milioni 20, nilikupa milioni 15, nilikupa hivi. Wallahi lazim, maajabu makubwa. Sasa you can imagine, huyu akunipa milioni 15, yeye kapata ngapi? Niambie ule ukweli. Watu wanafanikiwa shekhe, isipokuwa sio na bahati, habahatiki. Lakini Uislamu una rasilimali, na uzuri wa Uislamu hauna kitu ambacho hakijaenea. Yani ukitaka uongozi umejaa, hakuna uongozi bora utakaoshinda uongozi wa Kiislamu. Yani ukitaka tarbia, malezi, ustaarabike katika malezi, basi katika Uislamu. Lakini pia katika uchumi, hasa kuzitumia nguvu za kiilahia, za kiungu. Waislamu wana mambo yao, na Muislamu wa sawasawa anatisha, wala si wa kuchezewa. Simama usiku. Ukisimama usiku, siku zote usiku ni dhahabu. Lakini chagua sana sana, kama mvivu wa kusimama kila siku. Kama we ni mvivu, chagua siku 2. Chagua usiku wa Jumapili kuamkia Jumatatu, na usiku wa Jumatano kuamkia Alhamisi, kwa sababu siku hizi mbingu imefunguliwa, unachoomba kinapita moja kwa moja, hakina kusubiri. Usiku kama ule, tia udhu, amka saa 7 kamili. Maana ukiamka saa 7 kamili ndo utaweza kumaliza haya majambo ninayokuambia. Na ninasema kwa upande mwingine, niseme kwa upande mwingine, nafurahi tena nafurahi. Juzi kuna dada yangu mmoja, asijali nikilisema hili, maana ananifuatilia, yuko Marekani. Ananifuatilia, na juzi kanipa dola kadhaa, Allah amzidishie, semeni amin. Yani akisikia hizi amini atafurahi, yani akisikia hizi amini ataongeza mpunga tena. Ataongeza mpunga tena, ataongeza mpunga. Dada kama huyu alikuwa na mtihani wake, ana mambo kadhaa, mtihani wa skuli. Basi nikampiga dua hii, kaenda kufaulu kwa 100%, kichwa kutoka Tanzania, kwa 100%. Na kule ukishafaulu ndo ushapita katika kazi. Basi alifurahi sana sana. Umeona, ananiambia bwana kuna competition kubwa, sijui. Nikamwambia mida mwili jambo. Tena tumeagana naye mapema, mpaka tukakusudia kuchinja mnyama. Sasa akaniambia, sasa kama utachinja Ijumaa, sisi huku Ijumaa inakuja pengine mapema, nyie bado hamjaamka, tunafanya vipi? Nikamwambia tutaadjust. Kuna vitu nitavifanya kabla hujaingia chumba cha mtihani, mimi nishamaliza. Na alikuwa na yakini, Sheikh angalia usije ukachelewesha nikaenda bado. Mwisho kabisa nikampigia simu nikamwambia, basi tushamaliza habari, nitafaulu. Nikamwambia usiulize hiyo, wewe usiulize tena, wewe nenda, unaenda kupasua. Amepasua bwana. Na kishakuwa rafiki yangu, lakini rafiki tu, kishakuwa rafiki yangu. Sasa usiku kama ule, na wengine pia, na wengine wakitaka tuwakalie kwa dua hizi, wallahi watuone. Hizi dua kwanza nyeupe, ushirikina mwiko. Ni dua safi. Na nina uhakika hatuli haramu, na uhakika. Na tunajikinga sana na maasi kwa kadri ya vile ambavyo Allah anatuwezesha. Kwa hiyo pawe ile ya dua ipo. Kwa hiyo wewe simama saa 7 usiku. Huwezi, tutakufanyia.
ukiwa unaweza fanya haya mambo. Lakini katika haya mambo haya, ndugu yangu, ukiafikishwa na mimi niombe dua tu, mimi zawadi hiyo ni kubwa zaidi, wewe nifanyie dua. Mengine sikutumi na wala sikuombi, lakini hili la dua tu, hili la dua, umeona? Wewe niombe tu lile analolitaka, inshallah liwe na uyataka siri yangu. Kwa hiyo amka saa 7 ya usiku, tawadha vizuri. Ukisha tawadha, sogea pale kwenye msala wako pale. Ukisogea kwenye msala, kwanza kabisa anza kutiania yale unaotaka kuyaomba. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, naomba hichi, nifanyie hichi leo katika dua zangu hivi kadha kadha, kama dakika 10 nzima tiania. Kisha ukishia tiania, sema hivi: kwa nia ya kukubaliwa dua yangu na kufutiwa madhambi yetu, Nuru Mustafa sallallahu alayhi wasallama, al-Fatiha. Au unaweza ukasema hivi: Allahumma salli salatan kamila wa sallim salaman tamma ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihi al-uqad wa tanfarju bihi al-qurab wa tuqdha bihi al-hawaij bi sirri al-Fatiha. Ukishatia hiyo Fatiha hiyo, mwingine atakwambia hii Fatiha ni kitu gani? Fatiha ni dibaji ya kila kitu, ni dibaji ya Qur'ani. Itakuwa pia ni dibaji, ni preface, ni utangulizi wa dua yako. Na suratul Fatiha ni sura iliyoshuka na malaika karibia 1080. Na suratul Fatiha ni sura ambayo imeshuka kwa ujumla na imeshuka kwa uzito mkubwa. Kwa hiyo unatia Fatiha yako, alhamdulillah wala dhalin, amin. Kisha baada ya hapo, Mwenyezi Mungu anapenda kuombwa kwa majina yake mazuri. Chukua kitabu, utakiona ni mu'jazul mabna lakinnaha azima almaana. Kidogo tu, sijui kinauzwa 500 na kimezoeleka, etiquette is like law. Kawaida watu waona kama sheria, lakini hicho si cha kawaida kabisa. Basi kitabu kama hichi ni wasila tushafi na bahani ile, Allahu ya Allahu ya Allahu. Ile ni ubeti wa ushairi, lakini ndani yake shekhe kaweka na majina muhimu yake Allah. Kile kitabu, nyanyua mikono, anza kuomba. Kama unamuitikiaji, basi aitikie, na ni vyema ukaamsha na familia yako, watoto waitikie, na we baba usome Allahu ya Allahu ya Allahu ya maljal qasid ya ghawthahu. Kile kitabu ukishakimaliza chote mpaka mwisho, kwa sababu we ni ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lazima uombe hidayah kwa umma. Mwisho kuna dua za kuombea umma hidayah mwisho wa kile kitabu. Sawa, Allahumma ansur ummati Muhammad, Allahumma, zile zote ni hidayah kwa ajili ya umma. Kwa sababu ni aibu mtu mfuasi wa mtume akasimama usiku alafu asikumbuke umma kuombea. Ukishaomba zile dua za hidayah, baada ya kumaliza vile, unasimama hapo, unasali raka 2 tahajjud, unatoa salamu, unarudia tena 2, zishakuwa 4, unatoa salamu. As-salatu al-layl mathna. Ukishapiga hizo raka 2 hizo, ukitoa salamu zilizofika 4, sasa unakaa chini, utasoma sura unazozitaka. Na sikushauri kwa wakati huo kuchukua sura ndefu, kwa sababu hivi vitu vyote vinaenda na muda, kila kipengele kinakata lisaa. Kwa hiyo ukishasoma pale, ukishatoa salamu, unakaa kitako. Ukitakaa kitako sasa, hizi kama utaziona ni bid'a, tumia vidole vyako babangu, ulazimishwi. Lakini hizi huwa tunazitumia sisi kwa ajili ya kudhibiti idadi. Sasa unaanza kuleta istighfar, astaghfirullahil azim wa atubu ilaik, astaghfirullahil azim wa atubu ilaik. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya hii kwa siku mara 70 au mara 100, na akatusisitiza, na mwisho wa uhai wake alikuwa akifanya sana. Sasa hii hapa ukiifanya hivi, Mwenyezi Mungu kwanza anafurahi sana kumuona mja anatubia. Na Allah ashaddu farhan, anafurahi Mwenyezi Mungu kwa toba ya mmoja wenu. Kwa hiyo utakuwa umetubia na umepata fursa ya kumfurahisha Allah. Allah akishakuwa radhi na wewe, unajua nini kitakachopatikana. Ukishafanya hii ya kwanza, lakini iwe na tafakkur na tadabbur. Subhanallah,
unavuta hisia kweli Mwenyezi Mungu kaepukana na kila upungufu na kila uzembe. Hii hapa utaisoma mara 100. Ukishamaliza mara 100, baada ya hapo unakuja ya pili. Hii ya pili unaisoma mara 110. Mara 110. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hii ni dhikri ambayo uzito wake ni mkubwa. Mwanzo kabisa dhikri hii ina kilima cha la ilaha illa Allah. Katikati yake kuna tasbihi subhanaka. Mwisho wake kuna iqrar toba inni kuntu minadh dhalimin. Allah anasema Nabii Yunus wakati anamuomba Allah kwa maneno haya, fastajabna lahu wa najainahu minal ghammi wa kadhalika nunjil mu'minina. Kwanza aliitikiwa, na wewe ukimuomba Allah utaitikiwa. Hili ni jina la Allah ambalo idha du'iya bihi ajaba wa idha suila bihi a'ta. Akiitwa anaitikia, akiombwa anatoa. Masahaba si waulize sasa ni kwa ajili ya Yunus au kwa ajili yote. Mtume asema kwa ajili ya Yunus na kwa ajili ya umma mzima. Sasa sinikupe kibwagizo, ukiisoma hii mara 110 ndani ya masaa 12 ulichokiomba umepewa, yani bila kupepesa. Hii dhikri kubwa hii wamesema manabii, kasema mtume, kasema masahaba, na Qur'ani kasisitiza fastajabna lahu. Welengo sikujibiwa, tulimuitikia. Wanajainahu minal ghammi, alikuwa kwenye kipengele tukamtoa kwenye kipengele. Anasema wadhannun idhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati. Hiyo dhulumati ni lailati dhalma. Wanasema kiza alichopelekwa karibia kilomita 800 kwenda chini. Hapa na Mbeya hiyo. Na ukishafika upeo huo, wanachuoni wanasema si kila samaki wanaenda kule. Samaki wanaoshuka kule chini ni samaki speciali ambao katika macho yao kuna vitu kama tando wanaona, kwa sababu kule kuna giza, uoni maji marefu sana pale. Lakini alivyoitaja kule, make mwenyewe alivyoona ndio nimewekwa huko, akasema na mimi naweka historia sasa. Basi mimi najenga msikiti kwenye tumbo la chewa. Kwa sababu chewa alikuwa mkubwa, alikuwa kirukuu na kusujudu na maneno yake ndio hayo. Ukija kwenye Safati, angekuwa si mwenye kumtaja Mungu kwa maneno yale, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'athun, mpaka kiyama angetembea mle. Sasa hao mitume kwanza ndio wajanja wa dini kuliko mimi na wewe, kwa sababu wanapata na wahai cha ziada hicho. Yunus mzito Ibn Matta alayhi salam. Sasa hii unaifanya mara 110. Ukishaifanya mara 110, baada ya kuifanya hiyo unakuja ya tatu sasa. Ya tatu unaisoma mara 100. Hii ndio bomu. Inasema la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hii kwanza unakuwa umetoa sadaka kubwa. Hii kwanza unakuwa umepata ulinzi wa shetani. Ukisoma tu hasa watu wenye mapepo kutwa nzima atakuwa fresh. Lakini kubwa zaidi inadelete madhambi. Mtume anasema, sio mimi, hata yangekuwa kama povu la bahari. Na tunayo madhambi. Yani madhambi yangekuwa yanabandikwa hapa kwenye kifua. Sijui pengine hata kama mimi ningekuja kukubali kukaa kwenye busati kama hili. Maana bwana hii, hebu na wewe namna kama hii. Madhambi tunayo, yangenuka tusingesogeleana. Sasa nikuambie, ukiisoma hii, madhambi ya uzinzi, madhambi ya uongo, utapeli, ulevi, yote yale umediliti. Na madhambi ndio yanayotusababisha hatusogei. Madhambi ndio yanasababisha tunakwama mpaka kodi na kusumbua. Madhambi tu. Madhambi tu. Unajua riziki ikija kwa wepesi unafurahia hata ule utendaji wa Allah. Lakini riziki ikiwa ngumu unakuwa kama mwenye kukata tamaa. Hasa binadamu alipojaribiwa pagumu kuliko pote, ukimpeleka kwenye maradhi atastahimili. Hata umfunge jera atastahimili.
akakaa mbali na mke hajaoa, atastahimili japo analalamika, ila sehemu moja tu ukimtaimu kwa njaa hastahimili. Hakuna nafsi inaweza njaa, haiwezi. Yani mtu hajaacha kula usiku mzima, madakika kadhaa tu basi shekhe sijala bwana, yani kwanza anavurugikiwa. Sababu nafsi zetu haziwezi kustahimilia njaa. Na hapa mpaka unajiuliza, hasa leo mimi sijaoa lakini kula kwa siku mara moja tu, nikioa itakuwaje? Kwa hiyo hapa kwenye riziki hapa, kila inavyozungumziwa takwa mbele inazungumziwa na riziki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuquhu. Unaona sasa, akiongea tu takwa anadumbukiza na riziki. So watu wasiwasi upo kwenye riziki. Na hata mimi naongea hivi tantalila nyingi sababu nimepata riziki. Umeelewa vizuri? Sasa nataka na wewe upate. Wallahi kama uamini niachie mwenyewe. Ukiamini ingia kazini, lakini wanaume wameingia. Wanaume wameingia. Haya sasa kupitia jambo hili, hii unaisoma mara 100. Ukishaisoma mara 100 inaofuatia unasoma nayo mara 100. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anni ya karim. Isome mara 100. Ukishamaliza hiyo unasoma ya 5 ambayo ni ya mwisho. Unasoma subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Hii kwanza umemfurahisha Mungu sana. Hii si mpaka Ramadhani. Sawa? Hii unatakiwa uisome mara 100, inafuta madhambi yote. Na Allah amefurahi sana kwa sababu habibatani ila rahmani. Hatuanzi kuyachambua sana ili msije mkasahau ya kwanza. Ukishamaliza kipengele hichi hapa, tupo pamoja mara 100 unasimama tena kuswali, unasali raka 2 tena za tahajjud. Unatoa salamu, unasali 2 tena, unatoa salamu. Tutakuwa tumepata 8. Ukiwa ushapata 8, baada ya pale unakaa tena kitako. Ukikaa pale tena kitako, unachukua msahafu usiku ule. Ukishachukua msahafu unafungua, unasoma suratu Yasini. Anayesoma suratu Yasini mwanzo wa mchana, tabu zake za mchana kutwa Allah anasimamia. Na suratu Yasin taban ni sura kubwa. Lakini sasa usomaji wake wenyewe, unajua sisi tunapokea mpaka maneno ya mashekhi kwa sababu tunaona yanatusaidia. Ile ukisoma ina vile vituo vya mubini. Unajua Qur'ani ina password za ajabu sana. Lile neno imra na rajul ukilitafiti ndani ya Qur'ani lina idadi maalum, afu idadi yote inafanana. Neno la mchana na usiku lina idadi maalum, afu yote imefanana. Yani kila unachokiona ndani ya Qur'ani kinafanana. Yani ndio kiko hivyo. Kwa hiyo pia vitu vikitajwa kule iko siri yake. Sasa ile suratul Fatiha, ile suratu Yasin ina vituo vile mubin viko 7. Mubin viko 7. Sasa vituo kama vile kila mubin moja ukifika fi imamin mubin, simama pale. Soma alam nashraha 10. Afu endelea kusoma Yasini yako, ukifika mubini ya pili simama. Soma tena alam nashraha 10. Ukizimaliza zile 7 zile umepata alam nashraha 70. Alam nashraha inatumika sana kuleta mambo mepesi. Wanasema ukisoma suratu Yasini, kwa hapo tulipopokea sisi, ukisoma suratu Yasini ukiweka na alam nashraha, hii ni kwa ajili ya mambo kadhaa yafuatayo. Kama una wasiwasi labda ndoa itavunjika, mwanamke atapewa talaka sasa hivi, leo akija huyu ananiacha, au sasa hivi lazima atadai talaka, ndoa iko mashakani. Au kwenye kibarua, umeona kwenye kibarua unataka kufukuzwa sasa hivi, au unataka kuletewa mashtaka, yani umekosa amani. Kwa hiyo njia ya haraka sana isome suratu Yasin na hizi alam nashrah. Lakini wanasema kama utaka kuanzisha kampuni na unataka kiwango cha pesa, au unakusudia kwenda kuazima pesa sehemu na upate, basi zile mubin 7 kila moja soma suratul Waqi'a. Suratul Waqi'a moja. Sasa ukishamaliza pale, baada ya kusoma sura kama ile suratu Yasin, unachukua tena tasbihi yako kama hii kwa kudhibiti idadi. Hapo itakuwa ishafika saa 8. Unasoma
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illa Allah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Hizi unapiga mara 100. Hii wala hawla wala quwwata iko na siri yake kubwa sana. Ukishapiga hapo unasimama sasa. Unasimama kuswali. Unasali salatu tasbihi kama inavyosaliwa. Baada ya salatu tasbihi unakuja kuswali swala moja matata. Kwanza swala hii mimi huwa nasimamaga hapa. Nikisimamaga hapa hizi taa zote hizi nazima, kutafuta ile khushui ya giza. Na giza asili yake taban ni peponi, asili ya giza. Na safari kubwa kubwa zote kwa taarifa zenu au mambo makubwa yote hufanyika usiku. Qur'ani yenyewe imeshuka usiku wa giza totoro. Safari ya Isra yenyewe ilikuwa usiku, yani usiku na mambo ya hatari kweli kweli. Habari zake, na ndio maana ibada ya usiku haioni ndani ibada ya mchana. Si unaona ile siku ya Arafa tunavyoitukuza kwa sababu Allah anashuka mchana Arafa. Ndio maana imepata asema wafaddala Allahu yawman ala sa'iril ayyam. Mwenyezi Mungu kafadhilisha mchana mmoja katika michana yote ni Arafa kwa sababu anashuka Allah. Lakini sasa usiku kila siku anashuka. Kwa hiyo usiku umeshashinda mchana. Sasa ili tupate siri ya ule usiku, tumute kidogo kamwangaza kale. Sawa Sasa unasali raka 2 salatul haja. Unaona hata wale wanaenda kuhiji cha mwanzo wakiingia wanaanzaga nayo ile swala ile. Na sura zile zile zilizopendelewa kusoma kule Maka ndio tunazisoma hapa kwenye sala hii. Allahu akbar. Unafungua suratul Fatiha, afu hapo unasoma qul ya ayyuhal kafiruna. Unarukuu raka ya 2 suratul Fatiha tena kisha na qul huwallahu ahad. Ukishamaliza sura hizi 2 unatoa salamu. Ukishatoa salamu unaomba dua mara 3 ambao dua hii ndio mtume alikuwa anaipenda zaidi. Alikuwa anaomba dua nyingi lakini hii alikuwa anaipenda zaidi. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati. Hii unaifanya mara 3. Ukishashukuru kwa sababu uko nje ya sala unaporomoka pale unajisujudu. Ukisoma Qur'ani unazungumza na Allah mubashara. Lakini ukiwa ndani ya sijida unanong'ona naye. Na kitendo chenye fadhila na kikubwa ndani ya sala mabwana ni sijida. Sijida ni jambo kubwa. Na inapotajwa rukuu na sujudi ndani ya Qur'ani utaona sujudi inatangulizwa. Kibalagha kinachotangulizwa kina heshima zaidi kuliko kilichocheleweshwa. Sawa Sasa pale ukiwa kwenye sijida pale, kwanza kabisa fanya mambo matatu. La kwanza, omba dua maathura zote ulizohifadhi. Dua zote ambazo Mtume Muhammad aliziomba, yani wewe ziombe. Lakini pia dua za pili pale omba dua za manabii wote. Yani utapendeza kama utakuwa umezikrem dua za manabii 25. Na hakuna nabii ambaye dua yake haikuwekwa mle. Nabii Allah Musa alayhi wa ala nabiyina salatu wassalam alikimbilia Madian khaifan yataraqabe, akiwa na wasiwasi kuuliwa, hana mbele hana nyuma, kiu, njaa, peku. Kakimbia mji wake ataka kuuliwa na nchi nzima, sio na mtu mmoja, nchi afu ina nguvu, ina kiongozi katili Firaun. Alipoenda Madian akaona hana cha kufanya, akajiegeza kwenye mti akaomba dua, rabbi limanzalta ilayya min khairin fakir. Dua kama hii inaitolea ushuhuda. Kuna mwanazuoni wetu wa da'wa alisoma miaka 15 au 12 huko Pakistan. Alipokuja hapa anaona sina pa kuanzia, basi uradi wake ikawa dua hii ya Nabii Musa. Alinaambia mimi mwenyewe Mungu kamfungulia kila kitu. Hivi sasa ninavyosema na wake 4 na kila mke akamjengea nyumba na biashara zake. Hii hapa alijimithilisha kama Nabii Musa alipokimbilia ukaibuni. Sasa mimi nimepoteza muda, nilikuwa chuoni tu na kusoma we Allah. Sasa mimi nimtafute muajiri, wallahu dhu ajrin adhim, wallahu dhul fadli adhim. Kama ni mfadhili yeye Mungu ana fadhila zaidi, kama ni waajiri yeye ndo muajiri mkubwa zaidi. Yaqini tu.
yaqini. Sasa dua kama ile isome hapa. Isome dua ya Nabii Zakaria, isome dua ya Nabii Yunus, dua ya Nabii Suleimani, dua sijui ya nani, zisome zote mpaka Nabii Nuhu pale kama unazijua. Halafu jambo la tatu, hakikisha na zile unazoweza ongea kwa Kiswahili au kwa lugha yako. Ongea vile unavyoweza, ujue tu kumsumbulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tia maneno mazuri kabisa. Halafu ya kutilia hisia utoe chozi. Yani ukifanikiwa kutoa chozi, unavyoona chakula ni kitamu lakini bila chumvi kinapungua. Basi dua ni tamu, chumvi yake chozi. Mtume sallallahu alaihi wasallama pale Badri pale alikuwa anaomba mpaka kile kitambaa kinadondoka, kajaza machozi. Sayyidina Abubakar kuona tu lile chozi la Mtume azima, basi ya Rasul ushaitikiwa wewe. Istastaghithuna rabbakum. Asema istastaghithuna rabbakum katika sura Al-Anfal, istastaghithuna rabbakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin wama ja'alahu Allahu illa bushra litatma'innu bi, hivyo namna kama hii. Istastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaika musawwimin munzalin murdifin. Kumbukeni mlivyokuwa mkimwomba Mwenyezi Mungu pale Badri, fastajaba lakum, akakuitikieni, anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Akateremsha kundi la malaika 1000, chozi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa Yunus alayhi salam alivyowakimbia watu wake walilia machozi. Baada ya kulia basi ikawa sababu kutatizika, akamezwa na chewa. Kwa hiyo machozi, Mwenyezi Mungu atafuta machozi yanamhusu yeye. Ndio maana siku ya kiyama si ngumu jamani. Lakini siku ile kuna jua kali, ardhi yenyewe ya shaba. Lakini kuna mtu ambaye amekaa khalian fafadhat ainahu, amekaa pembeni akatoa machozi kwa hofu ya Allah. Katika wale 7 yudhilluhumullah, wale watu 7 atakaopewa kivuli miongoni mwao, jicho lake lililia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa wewe unaachaje kulia kwa ajili ya madeni uliokuwa nao? Nyie hamuoni maisha magumu? Unajua watu wakubwa hao wakulia hivi waziwazi unaona aibu, unasubiria msiba utokee tu ili ulie, uunganishie umo. Hakuna kitu kinachouma. Unaye mke mzuri lakini huwezi kumhudumia brother. Vitoto vyako wewe kila siku vikienda shule kauli yao, nendeni nishaongea na mwalimu. Ushaongea na mwalimu kitu gani? Ada inakushinda, vitabu mpaka wanashindwa. Haya sasa hivi una miaka 70 umepanga. Hebu angalieni wenyewe. Wenye kodi ya nyumba yenyewe hawana subira. Hawana subira. Tumeelewana vizuri Sasa haya yote yanahitajikia dua. Kwa hiyo ukiwa pale katika sijida, ukaomba sana, ukalia sana, ukishamaliza pale, unanyanyua shingo yako. Ukinyanyua shingo yako, unaitizama mbingu, unanyanyua mikono yako, unaendelea kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kisha ukishamaliza pale kuomba, unarudi pale kwenye kitako. Hapo ishakuwa 10 sasa, inaelekea kuwa na madakika. Sasa pale ukishamaliza pale, unachukua tena misbaha yako hii au idadi yoyote. La mwanzo pale sasa ni as-salatu ala nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwanza anza na ile original aloisema mwenyewe, kaifa nusalli alayka ya Rasulullah, tukuswalie vipi? Akanyamaza kidogo, kisha akasema fanyeni hivi, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ile salatu ibrahimia maarufu hii unaisoma mara 100. Ukishaisoma mara 100, hizi zinazofuatia unaweza ukaleta salatu naria au ukaleta kifupi tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa sallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ukazisoma hizi utazisoma ukiunganisha na zile kwenye kitako kimoja, zipatikane 1440. Ukishafikia 1440, hapo itakuwa saa 10 na dakika kama 25 mpaka ukifika hapo. Sasa ukishazisoma hizo kwa idadi hiyo, ina maana kwa sababu siku ina masaa 24, utakuwa kila lisali moja umemsalia Mtume Muhammad mara 60. Kwa hiyo siku nzima umemsalia Mtume, na hii ndio inafungua mambo sana. Sasa ukishamaliza hapo, kwa dakika hizo zobakia, kuna kitabu hiki kizuri
ni kizuri kweli kweli, kinaitwa Adiyatul Mukhtara li shahr Ramadhani al-Mubaraka. Kitabu hichi ni kitabu matata sana. Hichi kitabu Sheikh amesema hivi mwanzo hapa, anasema wa hadhi hadiyatun adhimatun lilwalidaini, kwa sababu kikao cha kheri wazee wetu waliotangulia mbele ya haki wanakuja kuhitaji na wao dua. Si vyema umeomba mambo makubwa na umejitupa usiku huo usiwatilie dua. Utaomba hii dua na ukiifasiri ni zawadi kweli kweli. Kama wazazi wako hai, basi babu na bibi, na utakuwa kijana mwema. Unawaombea dua hii mpaka hapa kote, inaishia hapa. Ikishamalizika, sasa hizi ndo zile dua ambazo mwenyewe Mtume kaziomba za maswaibu na nini. Yaani ukikisoma we mwenyewe kinakuongezea imani hatari. Dua alivyokuwa Badri akaomba, alivyokuwa Hunaini akaomba, akawa wapi akaomba. Unazisoma dua hizi, unasoma unatulia. Yaani mara nyingi ukisikia mashekhe wanaomba dua, kama sio hizi dua za kutengeneza za Kiarabu za siku hizi, ni zile za Mtume, basi zote humo unakutana nazo. Unaomba kweli kweli. Masharifu wengi wakatumia madua kama haya. Sasa pale mimi nimegundua, kwa sababu huwa usiku naamka na watu wengi na ninawaalika, basi kila nikianza kutiaga dua za watu wa mashetani wanapanda wanalia hatari. Watu wenye vitu vibaya wanatapika hatari. Hizi ndo dua muombeni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sasa hichi kitabu unakiomba wewe, tena hichi Sheikh kiandaa special kwa ajili ya Ramadhani. So mwezi wa Ramadhani ni mzito sana. Sasa hichi kitabu kama hauna, unaweza ukatafuta kitabu chochote cha dua, na kama pia vile kusoma ni mtihani, basi wewe mwenyewe tu utaomba zile unazozijua. Ukishamaliza unafunga kitabu chako, unasimama, unasali rakaa 2 za witri. Halafu ukishatoa salamu unasimama tena, unasali rakaa 1 ya witri. Ile rakaa 1 ya witri ina maana sana kukuleta hapo. Katika rakaa 1 ile ya witri ya mwisho, usisahau kusoma kunuti, kwa sababu kunuti ina maana 2. Ina protect na ina attack. Ukisikia bwana nataka kinga ya familia, ni kunuti hii. Ukisoma basi umejitilia kinga. Masahaba wakati wanateswa, hasatan almustadhafina la mani'a lahum, wale wanyonge hawana mtetezi, basi Mtume alipotoka pale Maka kuelekea kule alisoma kunuti kana tashahara, mwezi mzima, kwa ajili ya kukinga na kudefai, kwa ajili ya kujikinga sisi wenyewe na kushambulia watu wakorofi. Kwa hiyo mtu akikwambia bwana wewe nitakusomea kunuti, na nikwambieni siri bwana, wale mashekhe wa zamani na mimi nimeshuhudia sana, wanabadilisha majina tu. Ngoja nikakupigie finuhu finuke, ngoja nikakupigie mawano. Kunuti bwana, kunuti. Juzi kuna sharifu mmoja nilimtahadharisha mzee wetu, akanambia Sheikh, kile kitoto naenda kukionyesha, naenda kukisomea sasa hivi kunuti. Nikamwambia ushamuua, usisome. Akarudi nyuma kwa ajili ya mimi. Kwa hiyo sasa hii kunuti ukisoma ile pale, unaikania kwa ajili ya kinga yako. Mtu akicheza na wewe sasa ndo hayo mambo mengine tena. Umeona Alafu baada ya hapo pia kama kuna maadui kama mashetani unaweza ukaatiliania, lakini kusamehe ni bora zaidi kwa binadamu wenzio. Usipende kulipiza sana. Ukishamaliza kitendo kama hichi, la mwisho la kukushauri, siku ile ulokesha asubuhi yake, kwa sababu itakuwa ni siku ya sunna, itakuwa ni asubuhi ya Jumatatu au au Alhamisi, amka na saumu. Alafu magharibi yake kabla haijafika, kama hali inaruhusu, mchinjie Allah. Na kichinjo kilichokuwa bora kwa hali zetu za chini, kondoo ana thamani ya mbuzi karibia 2. Na kondoo huyu usichinjishe, chinja mwenyewe. Basi kila tone linalodondoka kwa uwezo wa Allah linaondoka na matatizo yako na madhambi yako yote. Alafu kile kichinjo fanya sadaka. Basi ukilifanya hili, kama ulikuwa unania ya jambo, hilo jambo litakuwa biidhnillahil karim. Na sasa kama tuna shida, ngekuwa mimi ndo wewe, if I were you, baada ya kupata ushauri kama huu, mimi ningeufanya wiki nzima, sifanye siku moja. Maana mimi tayari nishaona faida yake. Wallahi sisemi hivi ila nasema kwa ajili ya kuhamasisha. Hii wiki nzima ili jambo halijai kunipita hata siku moja. Hivi nilivyokuambieni ndo nafanya. Na ushuhuda, leo nimechinja kondoo na mbuzi ili kusukuma nini? Kusukuma ile dua ile. Lakini nimekesha siku zote. Alhamisi hapa tulikuwa tunatafuta hapa kusimama, kina mama wamejaa kule, kina baba wamejaa hapa, zilipigwa dua si mchezo.
zimepigwa dua kweli kweli, na mambo yanakuwa hivi. Kwa hiyo yetu ni hayo, insha Allah. Atakayeweza aingie kazini, na hapa tutakoma. Kuna ushuhuda mmoja tuliuona wiki hii. Hii dawa tulisema kidogo matatizo ya CD4 kuongezeka. Kuna binti yetu mmoja maskini alitaka kuolewa, nilimpatia dawa hii. Leo sihitaji majani yake, nilivompa ilimpa nafuu sana. Kwa hiyo hata hapa kama kuna mtu mmoja na maradhi haya ya kisasa, nitampa bure hizi 3. Halafu akishafanya hivyo akapime kwa siri yake, sitomtaja, akapime, ataona nafsi yake, afya yake ilivyokaa katika hali nzuri. Halafu busatu lijalo, bila kumtaja nani, kwa sababu mimi daktari na kwa na siri za watu wengi, tutamtolea ushuhuda biidhnillahil karimu, tutamtolea ushuhuda vile alivyokuwa sawa. Msiogope, haya ni maradhi tena yapo, lakini kwa dua kama hizi pia yataondoka. Lakini pia kuna haya mafuta tumetengenezewa mazuri. Tumetengenezewa haya nimeambiwa ya nini, haya ya nywele, kipiripiri, haya ya ndevu. Pia atakayehitaji mafuta kama hii inshallah yanaweza akapatikana. Kwa hiyo leo ni mlango wa dua. Nafikiri mawasiliano yetu yanapita hapo mbele. Tunaomba kitu kimoja. Mtu ambaye atafanya dua kama hizi, kama hawezi kutupigia moja kwa moja, atoe ushuhuda angalau kwenye komenti zake, lakini awe mdau wa kuhamasisha wenziwe. Asiwe kama Mwanga ataka vitu vizuri viwe kwake. Aambukize kheri hii kwa uaminifu kabisa. Au ikiwezekana amuoneshe mwenzie linki. Inshallah matatizo yataondoka. Na niseme, ambaye atafanya afu akaona mbona bado, tuwasiliane tafadhali. Sisi tunavyoona ahadi ya Mungu ni ya kweli kabisa. Lakini kwa sababu tumeandaa kwa ajili ya kusaidiana, mwingine atapata ukakasi. Mimi kuzitaja siwezi, atupigie, tutamtajia hata kwa Kiswahili aandike mpaka aweze kufanya mambo haya.